Tunajua eneo hili hapa la mlango bahari wa mto Msimbazi, namna ya taka nyingi zinavyokwenda pale. Hivyo ni changamoto kubwa katika jiji letu la Dar es Salaam. Hivyo siku kama ya leo ni siku ambayo tunafanya tafakuri kwa pamoja, lakini wakati tunafanya tafakuri tuna haja ya kuwapongeza na kuwasifia zile kampuni na taasisi ambazo wameanza kuchakata. Wapigieni makofi mengi sana. Lakini sambamba na hiyo, kama mkoa wa Dar es Salaam ni mkoa ambao Mheshimiwa Rais ameleta fedha nyingi za ujenzi wa miundombinu. Moja ya changamoto ambayo tunaendelea kuipata ni makampuni yetu na mikataba ambayo makampuni yetu inayo kwenye halmashauri zetu. Muda wanaopewa wakati mwingine wanashindwa kununua vifaa vya kisasa vya kufanyia usafi katika maeneo ambayo yamejengwa. Mfano leo hii unazungumzia barabara Mheshimiwa Rais ameijenga kutoka katikati ya jiji la Dar es Salaam kwenda Ubungo, kwenda Kimara, kwenda Mbezi. Unategemea mama yangu mwenye fagio afagie zaidi ya kilomita 40 kwa fagio achelewa? Haiwezekani. Nitumie nafasi hii kuwaomba wastahiki mamea, waheshimiwa madiwani na wakurugenzi, mkafikirie namna gani makampuni haya yanayofanya usafi kulingana na mikataba mnaowapa ili waweze kuja na vifaa vya kisasa vya kufanyia usafi barabarani. Leo hii tunakwenda kwenye AFCON, wageni wanatoka maeneo mbalimbali duniani, alafu anamkuta mama ameweka kile kidude anafagia barabara ya kutoka airport. Hivyo ni waombe na kuwasihi, hizo ni changamoto. Lakini pia matumizi ya teknolojia mbalimbali yamekuwa sehemu ya changamoto ya mafanikio yetu ya kuhakikisha mji wetu au mkoa wetu wa Dar es Salaam unaendelea kuwa safi. Wito wangu kwa wananchi, tuache tabia zinazochafua mazingira, lakini pia tushiriki katika usafi wa maeneo yetu, tupande miti, tulinde vyanzo vya maji na tuwe mabalozi wa mazingira popote tulipo. Natambua tunaye champion wetu, tunaye kiongozi wetu, tunaye rais wetu wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, ambayo yeye pamoja na serikali anaendelea kuweka msisitizo kuwa katika maendeleo endelevu ya utunzaji wa mazingira na ustawi wa wananchi wetu amesimama kidete, amesimama mstari wa mbele. Na sisi kama wananchi, kama viongozi, napenda tutambue kuendelea kuiunga mkono serikali yetu kuendelea kutunza masuala ya mazingira. Na mimi nipende kukusema kwamba mazingira sio urithi tuliopata kutoka kwa waliotangulia pekee, bali ni dhamana tuliopewa kwa ajili ya waliopo na vizazi vyote vinavyokuja. AFCON mwaka 2027 Dar es Salaam safi. Mheshimiwa mgeni rasmi, mwaka ujao Tanzania itakuwa mwenyeji wa mashindano makubwa ya AFCON kwa heshima kubwa ya taifa letu. Sisi kama wakandarasi wa TANROADS mkoa wa Dar es Salaam tunaahidi kuendelea kutoa ushirikiano kikamilifu na serikali kuhakikisha wageni wote watakaokuja nchini wanakuja Dar es Salaam ikiwa safi na yenye utaratibu wenye hadhi na inayolingana na viwango vya kimataifa. Tunataka wageni watakapoondoka Tanzania waondoke na ujumbe mmoja: Tanzania ni nchi nzuri, watu wake wazalendo na mji wake ni safi. Hitimisho, Mheshimiwa mgeni rasmi, nimalize kusema maneno haya: usafi si gharama, ni uwekezaji. Mazingira si kikwazo cha maendeleo, mazingira ndiyo msingi wa maendeleo. Taka si tatizo, taka ni fursa. Mwisho sema kabisa, kila gari la taka linapoingia barabarani linaondoa uchafu, lakini pia linaingia na chakula mezani kwa familia nyingi za wananchi wa Tanzania. Ukiona taka usione mwisho wa matumizi ya bidhaa, ona mwanzo wa ajira mpya na mwanzo wa uchumi mpya na mwanzo wa maendeleo mapya. Kwa pamoja, serikali, wananchi na sekta binafsi, tunaweza kufanya Dar es Salaam kuwa jiji safi zaidi katika Afrika. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Dar es Salaam.
Mungu awabariki wote wanaolinda mazingira.